Yes, bana tuko na tetesi za moto kabisa, lakini pia habari mbalimbali. Mimi ni official Rose D, hii ni Baba Media. Utaendelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Tuko na story kubwa kabisa ambayo Rose Muhando amefunguka mazito ukweli kuhusu tetesi za kuolewa na Mkenya. Atoboa siri ya wimbo wa kwake wa Facebook. Haya ni kila ambacho kinaendelea kwa mwimbaji nguli kabisa wa muziki wa Injili barani Afrika, Rose Muhando. Yeye ameibuka na kuweka wazi mambo mazito kabisa ambayo yanahusu maisha yake binafsi na safari yake pia ya muziki, kufuatia tetesi ambazo zimesambaa mitandaoni zikidai kuwa ameolewa na mwanaume ambaye ni raia kutoka nchini Kenya. Katika mahojiano maalum kabisa ambayo aliweza kufanya Januari 16, bwana msanii huyo amefunguka kwa kina akikanusha taarifa hizo na kueleza ukweli kuhusu maisha yake ya sasa hivi. So Rose bana ameweza kuzungumza kwa utulivu lakini kwa msitizo, ambako amesema kwa sasa hajaolewa na wala hana mpango wa kuingia katika ndoa hivi karibuni, na amesitiza kuwa taarifa zinazosambazwa mitandaoni hazina ukweli wowote ule. Lakini pia alieleza kuwa amekuwa akijikita zaidi katika huduma ya Injili, muziki na maisha yake ya kiroho, jambo linalompa amani na furaha. Binti mnukuu mwanamama Rose Muhando anasema, watu wanapenda sana kuzungumzia maisha ya watu maarufu hasa wanapo niona ndipo kimya, lakini ukweli ni kwamba sijaolewa wala sijaoa. Nipo kazini, nipo kwa ajili ya Mungu na wito wangu. Lakini pia katika mahojiano hayo, mtazamaji, Rose Muhando pia aliweza kurejelea historia ya wimbo wake wa maarufu wa Facebook ambao ulizua mjadala mkubwa sana wakati ulipotoka, hasa kutokana na jina lake linalohusishwa na mtandao wa kijamii. Msanii huyo alishangaza wengi sana kwa kukiri kuwa wakati anaachia wimbo huo hakuwa na uelewa wowote kuhusu mtandao wa Facebook wala watumizi yake. Sasa mimi mnukuu kwa mara nyingine tena, Rose anasema, nilipoimba wimbo wa Facebook sikujua kabisa Facebook ni nini. Niliimba tu kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Nilikuwa naelezea hali halisi ya maisha ya watu, mahusiano, lakini pia na namna jamii ambavyo imebadilika bila mimi kujua kuwa kuna mtandao ambao unaitwa Facebook. Sasa Rose pia aliweza kusema kuwa baadaye ndipo alikuja kugundua kwa ujumbe huo ambao aliwimba uliendana moja kwa moja na maisha ya watu wengi katika zama za mitandao ya kijamii, jambo ambalo lilifanya wimbo huo kupendwa sana na kuwa na athari kubwa sana katika jamii. Kauli yake imewafanya mashabiki wake wengi kuamini zaidi kwamba Rose Muhando ana kipaji cha kipekee sana cha kuimba ujumbe ambao unagusa maisha ya watu kwa undani, hata kabla yeye mwenyewe kufahamu mazingira ambayo yanazungumzika. Wengi wamesema pia huo ni ushahidi wa namna ambavyo anatumia muziki kama chombo cha Injili na unabii pia. So kwa miaka mingi malkia huyu wa nyimbo za Injili, Rose Muhando, amekuwa miongoni mwa wasanii wa Injili ambao walibeba mizigo ya lawama, sifa, lakini pia mjadala mbalimbali. Lakini pia yeye anaendelea kusimama imara na kutoa nyimbo ambazo zinagusa mioyo ya waumini pamoja na mashabiki zake. Mwisho kabisa, Rose aliwataka mashabiki zake kupuuza tetesi hizo ambazo hazina msingi na kuendelea kumuombea, akisema bado ana mengi ya kutoa kupitia muziki na huduma ya Injili. Na nukuu anasema, kazi ya Mungu haishi hapa, bado nina safari ndefu sana. Na makala hiyo iliweza kuhitimishwa kama ifuatavyo. Mtazamaji wetu, ukiwa na maoni yoyote ya kuzungumza kuhusiana na kile ambacho pengine ulikitazama kupitia mtandao wa kijamii kuhusiana na mwanaume yule kutoka nchini Kenya akizungumza kuhusiana na yeye kumwoa Rose Muhando na namna ambavyo mwanamama huyo ameweza kuweka bayana mambo haya, basi unaweza kuendelea kuandika maoni yako. Wana wakati mwema mpaka wakati mwingine.